Ndugu wanahabari, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Tumekuiteni hapa kwa maana ya kutaka kuongea na Watanzania na wadau wa mpira na hususan familia ya Wanasimba Sports Club kutoa masikitiko yao. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katupa afya na anatupa pumzi yake, lakini pia tuweze kumpongeza Mheshimiwa Rais kama mdau wa michezo namba moja nchini, kwa sababu motisha zake sisi kama Simba ni wadau wakubwa na tunanufaika nazo na zinatupeleka mbele kwa kasi kubwa zaidi. Tumekuiteni hapa. Mimi kwanza kwa majina naitwa Ustaz Masudi, niko na wenzangu nao wataongea. Mimi ni mjumbe wa kamati ya katiba ya Simba Sports Club, na nimekuitieni hapa. Kuna jambo ambalo ni la kikatiba na linazunguka mitandaoni. Kuna watu ambao wanasema kwa kutumia udhamini ambao ushapitwa na wakati miaka 3-4 iliyopita, ambao klabu yetu ya Simba ilikuwa ikitangaza sabuni ya Mo 29 ilikuwa ikivaliwa nyuma ya jezi yetu, ambao sabuni yenyewe kwa kifupi ni hii hapa, ambao kwa sasa hatuidhamini tena. Mitandaoni hawa watu ambao wanainasibisha klabu yetu, na nafikiri wana dhamira ovyo ya kutaka kuigombanisha na serikali kwa kusema hii Mo 29 kwa maana M inakusudia maandamano na O ni Oktoba na 29 ndio tarehe yenyewe. Hilo jambo sisi kama klabu na mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba tunapinga vikali sana, kwa sababu tu katiba ya Simba ibara ya kwanza kifungu namba 4 kinasema wazi Simba haijihusishi wala ifungamani na masuala ya kisiasa, kidini, kikabila na kadhalika. Sasa huyu mtu kunasibisha klabu yetu ya Simba na hayo masuala ya kisiasa, amekosea sana klabu. Na sisi kwa sababu hatuna vyombo vya dola, tunaiomba mamlaka husika huyu mtu imtafute na imchukulie hatua za kisheria, kwa sababu kaichafua klabu yetu. Lakini pia wanasimba popote mlipo na Watanzania kwa ujumla, hayo maandishi na hayo maneno myapuuze. Hayahusiani kabisa na klabu yetu, kwa sababu klabu yetu haijihusishi na siasa. Klabu yetu ni klabu ya mpira wa miguu, na kama watataka kutumia hilo neno, basi sisi tunasema neno hilo Mo 29, hiyo M maana yake msiandamane, na hiyo O ni Oktoba, mkapigia kula mrudi majumbani mtulizane, kwa sababu Simba ni wadau wa amani. Klabu ya Simba imewekeza mabilioni ya fedha kwenye timu ili timu iweze kucheza mpira. Kama amani hakuna mtu anaweza akacheza mpira, wala kocha aweze kufundisha mpira, maana yake itakuwa ni hasara kwa klabu. Kwa hiyo Simba ni mdau namba moja wa amani nchi hii, na hawezi kukubali klabu yake katumika kimakosa katika masuala ya kisiasa. Hilo nitaka nilizungumze, ama tulizungumze, ama Simba tulikemee. Kwa hiyo Mo 29 haihusiani kabisa, na wala sasa hivi sio, haidhaminiwi tena na klabu ya Simba. Ilidhaminiwa miaka 3 iliyopita 4. Na kama mnataka kuitumia, nyinyi mnaoitumia, basi muitumie kwa maana ya kufuata maagizo ya serikali kuwa msiandamane. Hiyo M itakaa kwa maana msiandamane, na hiyo O ni Oktoba 29 kwenda kupiga kula kwa kiongozi anayefaa ambaye ataleta maendeleo na wote mnamjua. Kwa mkamchague, baada hapo mkarudi majumbani. Hilo moja tutakatuelezeni. Lakini lingine, hawa ndugu zetu wenzetu hawa ni watani wa jadi, lakini huku tunakuelekea inaonekana hawa ndugu zetu Yanga wamekuwa kama sasa wao wanaleta masuala ya uhasama na nongwa, na hivi vilabu vimeanzishwa kwa maana ya kutaniana tu, kutaniana, kuchekeshana, maisha yanaendelea. Na zaidi ya miaka 90 sasa imekuwa ni hivyo. Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini sio watu wa uhasama wa jadi. Lakini kuna watu wanataka kutupeleka huko, na sisi kama Simba tuko tayari kwenda huko. Itabaki kuwa ni watani wa jadi, kwa sababu haya mafanikio ambayo wanataka kuyapata lakini hawajayapata yamewapelekea kuleta mambo ambayo ukiangalia ni uhasama tu badala utani wa jadi. Ukiangalia masuala yote ya kimpira katika nchi hii, kila jambo la maana la mpira lenye heshima limeanzishwa na Simba. Mwaka 64 klabu ya Simba ndio klabu ya kwanza kuchukua kombe
Lakini vile vile ukija mwaka 74 ndio klabu ya kwanza kucheza nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Lakini ndio klabu ya kwanza mwaka 93 kucheza finali ya shirikisho, mashindano ambayo yanaandaliwa na chama cha mpira cha Afrika CAF. Lakini bado tukaingia tena finali mwaka 2004. Lakini hayo yote hayo hatujaweza kufika tukawasimanga, zaidi tunataniana tu. Lakini sio hivyo tu. Hii klabu ya Simba hii ndio klabu iliyomfunga 6-0. Imemfunga Yanga 6-0. Tuna haki ya kusema tuweke mabango ya kuwananga kwa sababu hajawahi kurudisha goli 6. Lakini tunaona hii ni utani wa jadi. Huu ni mpira. Haina haja ya kusimangana kwa vitu vya mpira vya dakika 90. Bado mpira unaita ujamaa na udugu na mashirikiano. Lakini bado tumewafunga 5-0. Hawajalipa yote hayo. Lakini hatuchukulie sehemu ya kuwasimanga. Lakini bado tulishawafunga miaka 7 mfululizo, tunawafunga tu. Hatujaweka mabango ya kusema hawa tumewafunga miaka 7 ikiwa ni sehemu ya kuwasimanga. Hapana, kwa sababu ni mpira na hawa jamaa zetu ni watani wa jadi tu. Lakini isitoshe washatukimbia mwaka 2008 Sekafa chini ya Musonye na akawafungia miaka 3. Wakatia aibu taifa letu. Lakini sisi hatujawahi kuwasimanga wala kuandika bango kuwa mwaka 2008 mlitukimbia Sekafa na mkafungiwa. Tunasema hawa walitukimbia kwa maana tu ni sehemu ya utani wa jadi ili kunogesha mpira. Hatuchukulii masuala ya masimango na manyanyaso. Lakini bado kwa uungwana wetu sisi tushawazima wachezaji mwaka 98 kwenye makundi yao kwa mara ya kwanza, na kwenda tuliwazima wachezaji Alphonse Modesti, Monja Liseki, Shaban Ramazani, tukawazima. Lakini hatujawahi kuwasimanga. Ingekuwa wamefanya wao ingekuwaje? Kwa tunasema, tunaambia ndugu zetu waache masimango, tubaki Simba na Yanga kuwa watani wa jadi. Kwa sababu kama tukiamua kufanya masimango sisi tutawasimanga sana, lakini masimango yanapelekea magomvi na sio tutaki kufika huko. Kwa tuwakumbushe tu, klabu ya Simba imeanzisha kila kitu. Imeanzisha kuuza jezi kama biashara, klabu ipate mapato, na wao wameiga. Imeanzisha Simba Day kupatanisha wachezaji, na wao wameiga. Klabu ya Simba ndio ilianzisha mfumo wa katibu kuajiliwa, bwana fedha kuajiliwa mwaka 2008, nao wakaiga. Lakini bado sisi ndio klabu ya kwanza kuanzisha mfumo wa uendeshaji wa ligi kuwa chini ya CEO, na CEO wa kwanza alikuwa ni Senzo. Bado akampola Senzo akawape na wao maarifa, wametuiga sisi. Lakini ni klabu ambayo ndio ya kwanza hata kuvaa viatu, ndio klabu ya kwanza kuvaa jezi, ndio klabu ya kwanza kwenda nje ya nchi Poland, ndio klabu ya kwanza. Lakini mambo yote hayo hatupelekee kuwanyanyasa wala kuwasimanga. Tunajua haya ni sehemu ya maisha na wao kutuiga. Jambo mtu mwenzako anapokuiga wewe unaoigwa, unaona ufahari, lakini sio kuwasimanga. Na hatujawahi kuwasimanga. Sasa wao jambo kidogo tu 5-1 nataka kutusimanga. Sijui fanyaje nataka kutusimanga. Sasa kutusimangana katika mpira wa Simba na Yanga sio sawa sawa, kwa sababu masimango yanauma, lakini utani wa kutaniana, utani haumi. Na Simba na Yanga ni watani wa jadi, na umeasisiwa utani na jadi na wazee wetu, na ndio maana tunazikana, tunaoleana, tunatembeleana kwa sababu ya utani. Lakini hawa wanapotaka kupeleka wenzetu mpira katika masimango na chuki sio sawa sawa. Kwa hiyo haya tumetaka kuambieni, ni machache katika mengi, lakini tunataka kuambieni kwa uchache tu kuwa sisi tuna mambo mengi makubwa ya kujivunia ambayo wenzetu wameiga na tujaye kuwazuia. Hata udhamini, klabu kuvaa logo yenye udhamini wa kampuni kuitangazia kwa maana ya klabu kupata fedha, wa kwanza ni Simba. Hata kuwa na jengo lake, klabu kuwa na jengo lake, kwanza ni Simba. Hatujaye kuwasimanga wao wanapoiga, na mafanikio yote wao wanatuiga sisi. Si mechi za kimataifa, si mafanikio ya kimataifa, si katika ligi, kokote kule wao wanatuiga sisi. Lakini hatujawahi sisi kuwasimanga, zaidi tunataniana tu. Kwa hiyo nikasema haya nao tuyazungumze, na wenzangu pia watazungumza. Lakini na lingine la mwisho, kuna mwanachama ambaye anajiita ni mwanachama, hatuna uhakika kama ni mwanachama kweli, anaitwa Dr. Mohamed. Amekuwa akizunguka mikoani kwa maana kutangaza jezi na kadhalika. Lakini huyu mtu uongozi haumwamini na wana Simba hawamwamini, kwa sababu alishawahi kutangazia umma wana Simba sinunue jezi, wana Simba sisi kwenda uwanjani. Sasa leo hiyo anaonekana yuko mikoani, na kuna malalamiko ya wanachama kwa viongozi kuonekana kuna pesa ambazo kachukua, lakini wanachama hawajapata jezi zao. Sasa mimi niseme wana Simba wenzangu, Dr. Mohamed hahusiani na masuala ya kuuza jezi wala kuzitangaza jezi. Uongozi wa Simba una watu maalum wanafanya kazi hizo, kushikana jeruti kwa maana ya jezi, kutangaza jezi, kuhakikisha jezi fake hazinunuliwi. Kipo kitengo maalum kinachofanya kazi hizo. Lakini Dr. Mohamed katika hiyo kazi hayumo kwa sababu haaminiki na uongozi umwamini.
na aminiki kwa sababu tu ya matamko yake ambayo aliyatoa kule nyuma. Kwa hiyo niseme tu kwa machache, nimeamua nizungumze hayo na wenzangu watazungumza mengine. Naitwa Ramadhani Hamisi Donki, mwanachama kadi namba 59 Simba Sports Club. Sitokuwa mbali na ndugu yangu Masudi kama alivyoongea kwamba klabu zetu hizi zimeanzishwa kwa ajili ya kutaniana, sio kusimangana. Na inakoelekea tunaelekea katika kutengeneza chuki ambazo tukiziendelea kuzipanda katika kizazi hiki basi zinaweza zikamea mpaka katika vizazi vijavyo, na hatimaye mpira wetu ukatoka katika mpira wa kutaniana tukaenda kwenye mpira wa uadui. Simba sisi sio maadui wa Yanga, sisi ni watani wa jadi na Yanga. Na ndio maana hata wao wanapofikia mahali wakikwama, sisi tunawakwamua. Sisi ndio tumewasababisha Yanga wamekuja huku tuliko kwenye mechi za kimataifa, kwa sababu tulipopata nafasi ya kupeleka vilabu, kuingiza timu nyingi, sisi ndio tumefanya juhudi ya kupata hiyo nafasi, na yeye ndio akapata nafasi ya kuingia kushiriki mashindano ya kimataifa. Na siku zote alikuwa anakwenda na anafeli. Sisi mwaka 93 tumefika fainali ya CAF, wao wakatubeza, wakasema mmefika fainali lakini kikombe hamkuchukua. Lakini Mungu sio jongo, mwaka uliofuata ikawa zamu yao wao kwenda kushiriki mashindano hayo ya CAF. Wamecheza mechi moja tu, wamecheza hapa nyumbani wakafungwa goli moja na Morocco Swallows, wakaenda South Africa wakafungwa goli 2 wakatolewa. Kwa maana hiyo sisi tumefika fainali wakasema tumetia aibu, lakini wao wamecheza mechi moja hawakutia aibu. Hiki ni kitu cha ajabu sana kwa ndugu zetu. Wanapenda kujikweza katika vitu ambavyo wao hawana uwezo navyo. Sisi ndio tunaowasaidia mpaka wanafika huko waliko. Wamechukua kombe la Afrika Mashariki Uganda, wakaja wakatubeza. Wakati sisi tunaondoka pale Uganda kuja nyumbani, tuliwaacha wao. Sisi tuliwaachia $3,000 ili waendelee na mashindano. Manake tuliwasaidia wakati ule ili nchi yetu iweze kuchukua kombe kile, tuweze kupata sifa ya nchi. Sisi tunaiangalia nchi, lakini wao wakipata wanajiangalia wao kama wao binafsi, kwamba wao ndio wenye uwezo wa kufanya, sisi hatuna uwezo wa kufanya. Wakati sisi mafanikio yao, sisi huwa tunachangia mafanikio yao. Kama walivyosema tuliwaazima wachezaji watatu, Shaban Ramadhani, marehemu Alphonse Modesti na Monja Liseki. Wakati wao wanashiriki mashindano ya kimataifa, sisi tulikuwa hatukupata nafasi, tukamwambia wachezaji wetu waende wakacheze kule Yanga, waisaidie Yanga ili iweze kufika mafanikio. Hatukuwasimanga sisi, sababu sisi ni watu tunapenda sana uzalendo. Lakini wenzetu kupata kidogo tu, sasa hivi imekuwa masimango, kila jambo baya wanalisukumia kwa Simba, kwamba kila kitu kizuri wamekianza wao. Alafu wenzetu ni wepesi wa kukataa matokeo mabovu. Tulivyowafunga goli 5 hapa akasema akafungwa Nchunga wa kufungwa Yanga. Mbona juzi hapa kocha kapoteza mchezo na Mbeya City, wametoa draw, wasema haya matokeo ya kocha sio ya timu. Sasa yule kocha anafundisha timu gani? Wao wanapenda mazuri tu, mabaya wao kwao sio ya kwao. Mashabiki bora sisi ndio tumepata nafasi ya kupewa mashabiki bora. Leo sisi tunakwenda kupigania kugombea tuzo za CAF. CAF imeona kwamba Simba ndio timu bora inaweza kustahili kuingia kwenye mashindano ya kugombania tuzo za CAF. Na wachezaji Shomari Kapombe akateuliwa vile kuingia kwenye mashindano hayo. Lakini wao wanasema wao ndio wana kikosi bora, wao ndio wazuri, Simba mbovu. Simba mbovu inafika fainali. Leo wao tumeanza mashindano haya ya kwanza tu, wao wameshapigwa msumari mmoja. Sasa hivi wananing'inia nao, sijui kama kesho watauchomoa au mgeni atakuja kupiga kwenye mshono, hatujui. Umeona hiyo kitu. Lakini sisi hatuwasibangi, tunaombea wavuke ili twende wote. Leo wao wamekubaliana kuingizwa bure. Yaani ni kitu ambacho cha ajabu katika mpira. Wewe unaoingiza mashabiki wa bure. Mimi najua mtu akiwa mgonjwa anaomba msaada kwa ndugu zake waliokuwa wazima. Leo Yanga mahututi inataka kutoa goli lililofungwa ugenini. Wanachama wajitoe waende wakaichangie Yanga na wakaishangilie. Lakini leo wanaomba msaada wakaingizwe bure mpirani. Hii ni aibu katika vilabu vyetu hivi. Yaani hata kama mimi ningekuwa kiongozi mkuu wa Yanga, yule mwanachama alioniletea ile barua, yeye anajiita kiongozi wa matawi, ananiletea barua kuambia wanachama wenzao waingie bure mpirani. Mimi pale ningepokea barua afu ningemwambia wewe hufai kuwa kiongozi. Ningemwambia pale wewe hufai kuwa kiongozi wa matawi kwa sababu unataka kuidhoofisha klabu. Klabu inategemea michango kutoka kwa wanachama pamoja na gate collection. Leo naambia gate collection isiwepo ili watu wakaingie bure. Msaada wa wanachama kwa Yanga ni nini? Kwa hiyo mimi ndugu zangu nawaomba kabisa wanahabari, mueleze Yanga wabadilike, watoke kule kizamani, waende kisasa. Mpira sasa hivi umebadilika. Leo anakaa mwanachama anakubali kuidhoofisha klabu yake eti ende wakaishangilie timu bure.
Yaani mikutano hawaendi mpaka wapikiwe supu. Sasa wakimpata kiongozi ambaye hana huruma, maana ile klabu itakufa. Wao wanaweza wakaja wakaua klabu yao kutokana na kuwalea wanachama wao vibaya. Kwa hiyo tunachowaomba Yanga wabadilike na waache masimango. Tukae katika mpira, tutumie nafasi zetu za kukosoana kama watani wa jadi, sio kusimangana na kukashifiana. Kwa majina naitwa Paulo Makoe, Protocol Simba. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima. Tumewaiteni waandishi wa habari katika mambo mawili matatu manne. Kwanza, tunaupongeza sana uongozi wa klabu ya Simba chini ya Mangungu na mwenyekiti wa bodi Bwana Magoli na mdhamini mkuu wa klabu ya Simba tajiri sana Mohamed Dewji. Rai yangu kwa wana Simba, mimi na kauli mbiu kwamba tuna ugeni. Simba ikishaini Yanga huwa anatulia denge sana. Na hapa katikati hapo tulipotea kwa sababu ya alipotuingilia Yanga Simba tukasambatika. Mwaka huu kauli mbiu yetu lazima mnyama alipuke kwa maana ya matokeo makubwa. Tumeanza kuona dalili za kubagaza za watu wa Yanga. Yanga na Simba ni watani wa jadi, lakini hao wenzetu kumbukumbu mara nyingi wanajitofahamu. Na kuna masikitiko makubwa, kuna baadhi ya vyombo vya habari vichache sana huwa vinasahau kuwakumbusha kwamba Simba imeanzisha mambo mengi sana kwenye mambo ya mpira na Yanga wameiga. Wenzangu wametangulia hapa. Sio wa kwanza Simba kuvaa viatu Simba. Yanga tumewapa msaada Kampala. Enzi hizo Azim Dewji akiwa mfadhili wa Simba, dola 3000. Simba ndio klabu ya kwanza kuwazima wachezaji watatu. Yanga wangetuazima wao Yanga tungechimbika hapa. Nini la Yanga kwamba wana Simba tushikamaneni sana. Hizi kauli za Yanga za kutupagaza hawajaanza leo, hawana shukrani. Tuliwapiga 6-0, tuliwapiga 5-0 wakasema tanchunga. Wao tupiga 5-1, sweet 2, lakini mabango nchi nzima. Simba sio washamba hivyo. Kwa hiyo rai yangu wanachama wa Simba tushikamane sana, hususa kwenye mechi za kimataifa na ligi. Mwaka huu tuko vizuri mno na uongozi uko sawa sawa. Lakini pia kuna rai tumeona hapa sabuni hii. Hii sabuni ya mwekezaji wetu miaka kama 3 tumeitumia sana. Lakini kuna watu kwenye mtandao wanatumia logo hii vibaya kwamba Simba waliona mbali. Simba ni kilabu ambayo inamiliki watu wote, wapagani, Wakristo, Waislamu, lakini haijihusishi na mambo ya mpira ya siasa. Simba ina wanachama, wana vyama vyao. Lakini kama kwa maana njema tuandamane, mwenye chama chetu tukapige kula, lakini kuandamana kupinga uchaguzi, Simba haiko huko. Maandamano ya Simba kama ni njema ni kuandamana kwenda kupiga kula, sio kuandamana kwenda kupinga kutokupiga kula. Logo hii nimeona kwenye mtandao, kuna mtu ambaye anania mbali na Simba ama kumchafua mfadhili wetu kwamba Simba waliona mbali. Hii Mo 29 ni unafiki mkubwa sana huo. Kwa maana hiyo kwamba mimi sina mengi sana, lakini rai yangu kwamba logo hii isitumike kutuchanganya Simba na serikali. Klabu ya Simba ni taasisi yenye wanachama mbalimbali, wana vyama vyao, wana dini zao. Tusiingizwe mkenge kwa logo hii ambayo inatambaa kwenye mtandao. Asanteni sana.